kwa kuwa sisi wanadamu tumeumbwa katika namna ya Mungu, na Mungu mpango wake tokea awali ni kufanya ushirika na mwanadamu aliyemuumba. Tunategemea sana kuongozwa na akili ya Mungu au nia ya Mungu au mawazo ya Mungu. Mwanadamu ambaye haongozwi na akili, nia, mawazo ya Mungu ni mwanadamu ambaye hawezi kuishi yale yaliyokusudiwa na Mungu ambaye ni muumbaji na ni baba kwa sisi tunaomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utegemezi wetu sisi ni kwa yule ambaye ni chanzo cha uumbaji wetu, cha sisi kuwepo. Na kama akili zetu zikiwa zimechafuka, ni lazima neno lake au sauti yake itusafishe, ili tuweze kuwaza kama yeye, Mungu wa pekee na wa kweli, tuweze kuona kama yeye na kuenenda kama yeye. Kama Mungu ametukusudia mwisho wetu utakuwa hivi au kesho yetu itakuwa hivi, hatuwezi kuiona hatima yetu kama vile ambavyo Mungu amekusudia ikiwa tunawaza katika mtazamo wa kibinadamu au ikiwa tunawaza katika mtazamo wa giza. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jambo la upendo. Ndio maana andika Yohana sura ya 17 mstari wa 17 anazungumza habari ya kutakaswa, uwatakase kwa ile kweli. Yohana 17:17. Neno lako ndio kweli. Kwa hiyo kweli ya Mungu pekee ndio ina uwezo wa kutakasa akili, mindset zetu, tukaweza kuwaza na kuona mambo na kuyachukulia kama Mungu anavyoyachukulia. Mtume Paulo anaandika kwenye Warumi, andika Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, anasisitiza kwa habari ya kutakaswa nia, kugeuzwa nia, akili, fikra, mitazamo yetu. Tuache kuwaza kama dunia inavyowaza na kuenenda kama dunia inavyoenenda, na tukaongozwe na kweli ya neno la Mungu. Tumesoma pale kwenye Malaki sura ya 3, Malaki sura ya 3 mstari wa 6, inasema kwa kuwa Mungu anazungumza, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo au wana wa Israeli. Mungu anazungumza na wana wa Israeli kwenye Malaki 3:6, anasema mimi sio Mungu wa kigeugeu. Mimi sio Mungu ambao nikisema neno leo kesho linageuka. Hapana, nikisema neno langu lazima litafanyaje? Litatimia. Mungu waga anatangaza mwisho, anasema mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo kama Zaburi 139, andika Zaburi 139 mstari wa 14 hadi 16, inazungumza pale kwamba Mungu huwa anaandaa ubadaye wa mtu na anaandika ubadaye wa mtu, mwisho wa mtu, hata kabla siku hazijatimia bado. Kwa hiyo Mungu akikusudia jambo fulani litokee kwa mtu, sio kigeugeu. Ni sisi tu aliyetuumba tunapaswa kujua mawazo yake ni yapi, ili tuweze kujua kesho yetu ni namna gani. Na tukijua mawazo yake na tukiwa na uhakika wa kesho yetu, hakuna jambo lolote la kututia hofu wala kutuondoa katika imani yetu dhidi ya hali za Mungu kule maisha yetu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jambo la upendo. Amesema kwenye kitabu cha Hesabu sura 23 mstari wa 19, anasema Mungu si mtu, sio mwanadamu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hatalitenda, iwapo amenena hatalifanikiza, atafanya kwa wema. Tunaona mfalme Balaki, mfalme wa Moabu, alimwita Balaamu mtumishi wa Mungu. Balaki alimwita Balaamu, anamwambia nataka unilaanie hawa watu wa Mungu wa Israeli, walaani hawa. Mungu anamzuia Balaamu mtumishi wake asiwalaani wa Israeli, kwa sababu kile ambacho amekibariki Mungu hakiwezi kukalaaniwa na mtu yeyote yule. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jambo la upendo. Anasema Balaamu anamwambia Balaki, Mungu si mtu mpaka aseme uongo. Watu hao unaambia ni walaani wa Israeli,
Mungu amekwisha wabariki tayari. Laana haiwezi kuwapata. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo na amefanywa kuwa ni mwana wa Mungu, ameondolewa laana. Kristo Yesu alifanya kuwa laana ili tunapomwamini tuwe mbali na laana, si ndio? Yoyote ambaye anaishi katika baraka za Kristo, baraka za Mungu kupitia Yesu Kristo, hata atokee mwanadamu wa namna gani, laana hiyo haiwezi kumpata. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Mungu akikwambia amekuinua, amekubariki, hata watu waje wa namna gani, wasimame katika madhabahu za giza, watangaze uharibifu, kushindwa, mauti, kukataliwa, haiwezi katokea kama wewe unajijua wewe ni nani. Ile identity, ule utambulisho wa Kristo unaujua, na unajua mawazo kama kile Mungu imeumbika ndani ya moyo wako. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani wapendwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13, Waebrania 13 mstari wa 8, kwa habari inazungumza habari ya kuwa makini na mafundisho ya Mungu ya kweli, kuto kuruhusu mitazamo mingine isiyotokana na Mungu. Mwandishi anasema kwenye Waebrania 13 mstari wa 4, anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Anamaanisha mawazo yote yale, akili yoyote ile ambayo haiendani na Kristo Yesu hampasi kuipokea. Mafundisho yote ambayo yanaendana na Kristo Yesu hampasi kufanyaje? Kuyapokea, kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu, yeye jana, leo, kesho na hata milele. Hajawahi kubadilika, na yeye asemi uongo. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jambo la Biblia. Anazungumza kwenye Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Anazungumza habari ya mtu anapokuwa anamuomba Mungu, hapasi kuwa na mashaka, hapasi kuwa na hofu ndani yake. Na kama mtu huyo ataonesha hali ya hofu au mashaka, asitarajie kupokea chochote kile, kitu chochote kile kutoka kwa Mungu. Ikimaanisha hofu au mashaka ni kinyume cha imani ya mtu dhidi ya Mungu. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Mstari wa 8 anasema mtu wa nia mbili, Yakobo 1:8, mtu wa nia mbili, mtu wa akili mbili, wa double minded, husitasita katika njia zake zote. Nini maana ya nia mbili? Yakobo 4:8 amezungumza tena, anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mioyo yenu enyi wenye dhambi, na kusafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Mioyo ya watu wenye nia mbili inasafishwa kwa neno la Mungu, kwa kweli ya Mungu pekee. Inabadilishwa kwa kweli ya neno la nani? La Mungu. Nia mbili, kusoma hapa alipoandika nia mbili katika lugha ya Kigiriki, inamaanisha ni mtu ambaye moyo wake umegawanyika. Ni mtu ambaye kwanza anamwamini Mungu, cha kwanza. Sio kwamba anamwamini Mungu, anamwamini Mungu, lakini anaongozwa na mfumo wa dunia, anaongozwa na tamaa za dunia. Yaani sio kwamba kanisani haendi, anaenda kanisani na ameokoka na Yesu Kristo anampenda, lakini dunia anaipenda na Yesu Kristo anafanyaje? Anaipenda. Shetani hampendi mtu ambaye mwenye nia mbili. Hata Mungu aliye hai hampendi mtu mwenye nia mbili. Mtu aliyevuguvugu, maandiko yanasemaje? Atafanyaje? Atatapikwa. Shetani anataka ukikaa kwake ukae miguu miwili, umtumikie na kumwabudu, kumsujudia. Na Mungu wetu tunamwamini Kristo Yesu aliye nuru, anataka ukikaa kwake ukae miguu miwili, umsujudie na kumtumikia na kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio leo katika giza, kesho katika nuru. Anazungumza Yeremia, Mungu anazungumza kwenye Yeremia sura 29 mstari wa 13. Yeremia 29:13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Kuna bidii katika kumtafuta Mungu, kuitafuta kweli ya Mungu. Kumtafuta Mungu ni sio kumtafuta vichakani wala mitaani wala kwenye jamii. Ndio kuitafuta kweli, maarifa yake, kujua kweli yake. Ndani ya kweli yake ndio unaweza kumwona sura ya Mungu na uhalisia na tabia ya Mungu. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Mungu anazungumza na Waisraeli wanaoishi uhamishoni kule Babeli. Anasema ijapokuwa mtakao huko Babeli uhamishoni kwa miaka 70, mnapaswa kuwa na nia ya Kristo, nia ya Mungu. Mtakaponitafuta na kunikaribia kwa bidii, nitajifunua kwenu, mtaniona.
sitawaacha mkiwa uhamishoni. Wakati fulani tunamwona nabii Elia kwenye andiko la Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari 21. Nabii Elia anasema, naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni, bali ikiwa Baali, yani Mungu Baali ni Mungu kwenu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno lolote lile. Katika kipindi cha nabii Elia, watu walikuwa wanamtumikia Mungu Baali, si ndio? Alafu wengine wanamtumikia Mungu nani? Mungu wa pekee wa Israeli, si ndio? Yao. Nabii Elia akasema, nyie mtakuwa na nia mbili mpaka lini? Mtasitasita lini? Basi chagueni moja, mumtumikie huyo Baali Mungu wenu, au mtumikie Mungu wa pekee yao wa Israeli.